Jambo lingine la pili ambalo Bwana Yesu alinionya na akasema niwaonye na watumishi wengine, alinitahadharisha na akasema niwatahadharishe na watumishi wengine ambao wamekusudia kumtumikia Mungu katika roho na kweli, ni jambo la uzinzi. Huu uzinzi kwa watumishi wengi wa Mungu ni mtego mkubwa ambao umewafanya wapoteze neema ya wokovu. Wengi wamebaki kuwa na majina ya kuwa hai, lakini wamekufa. Akasema dhambi ya uzinzi mtumishi yeyote wa Mungu aiepuke na aiogope kwa viwango vikubwa. Kwa nini? Kwa sababu shetani akifanikiwa kumtega mtumishi wa Mungu, mtu wa watu, mwenye watu chini yake, katika dhambi ya uzinzi, anajua kabisa ni vigumu sana huyu mtumishi wa Mungu kutengeneza. Biblia inasema kwamba afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamaye na kuziacha hatimaye atapata rehema. Kwa hiyo mtumishi uwaye yote, mhubiri, mwinjilisti, mtume, nabii, mchungaji, uwaye yote, mwalimu, mwimbaji, mtoaji, mwombaji, jiepushe na vishawishi na namna zozote za kuanguka katika mitego ya shetani. Dhambi ya uzinzi ni ngumu, wengi wataangamia. Lakini pia kwa nini ni hatari? Kwa sababu aliyeanguka kwenye dhambi ya uzinzi, yeyote yule, anapoteza ujasiri wa kusimamia na kuonya watu wajiepushe na dhambi ya uzinzi. Zaidi sana atatetea udhaifu. Kwa mnajua sisi ni wanadamu tu wenye mwili. Unajua sisi ni wadhaifu, tumeumbiwa udhaifu. Biblia inasema wazi kabisa, yasiyowezekana kwa jinsi ya kibinadamu yanawezekana katika Mungu atuwezeshaye. Kwa hiyo, na ndio maana nasema aliye dhaifu na aseme nina nguvu. Kwa hiyo mtumishi yeyote wa Mungu utakaye naswa katika dhambi ya uzinzi, ujue umenaswa katika mtego ambao ni ngumu sana. Wengi sana walioanguka katika huo mtego hawajatubu mpaka leo. Wanaitwa ni maaskofu, wanaitwa ni mitume, wanaitwa ni wainjilisti, wanaitwa ni manabii, kwa namna zote ambavyo wataitwa, lakini mwisho wa siku watakataliwa. Kwa nini? Kwa sababu ya kuanguka katika dhambi ya mtego wa uzinzi. Lakini kwa wachungaji na maaskofu, kwa sababu kanisa liko katika vita na shetani, analiwinda kwa namna mbalimbali. Sasa mchungaji ukisimama vizuri, unakuwa chanzo cha uponyaji wa wale watu ambao unawasimamia, wale watu ambao unawachunga. Maana utakuwa na ujasiri wa kuonya vijana, wa kuonya wababa, wa kuonya wamama. Lakini ikitokea ukanaswa katika huo mtego, na kwa bahati mbaya wengine wanajulikana kabisa, inafahamika fulani ameanguka katika dhambi ya uzinzi, na wanaona unaendelea na huduma, unaendelea kujitia moyo, ushahidi wote upo, wengine wamezaa na wake wa watu na mabinti, wamewapa mabinti mimba, wengine wamezaa na wazee na wake wa wazee wa kanisa, au mzee wa kanisa nazaa na mama mchungaji. Yani mambo mengi na machafu ambayo yapo kwa watu, hasa kwa watumishi wa Mungu ambao tayari wamekwisha kunaswa katika hiyo mitego. Nani niseme na wewe mtumishi wa Mungu, Biblia inasema mwenye kuiangamiza nafsi yake ataiokoa, na mwenye kuiokoa ataiangamiza. Ni afadhali upate fedhea kwa jinsi ya kibinadamu, upate fedhea kwa wanadamu, uonekane ni kama vile umeaibika, lakini upatanishwe na Mungu, upate uzima wa milele, kuliko ukajitumainisha kuwa uko salama, lakini mwisho wa siku ukajikuta kwamba unaangukia katika uharibifu wa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mtumishi wa Mungu, kwa namna yoyote, ni mkakati wa kuzimu. Siku moja kwa neema ya Kristo nipata kujua hii siri kutoka kwa mjumbe wa ufalme wa giza. Akasema mtumishi yeyote tuliyemwangusha katika dhambi ya uzinzi, ni nadra sana akaurithi uzima wa milele. Lakini sio tu kuurithi uzima wa milele, nafsi yako inakamatwa, huduma yako inakamatwa, inatekwa.
Shetani kwa mtumishi yeyote wa Mungu aliyeitwa, aliyekusudia kumtumikia Mungu, hajawahi kumtuma mjumbe wa kawaida kuanguka naye kwenye uzinzi. Mara zote ukiona mtumishi wa Mungu umeanguka katika uzinzi, ujue ulianguka na wakala wa Shetani. Ni mkakati na mpango wa kishetani kabisa ulioratibiwa kutoka kuzimu, na hawajaanzia hapo kukuwinda. Maana yake walikuwa huko kwenye mawindo muda mrefu, na ndio maana unapo dalili yoyote ndani ya kanisa au nje ya kanisa, kwa namna yote, kwa mazingira yote ile, lazima uchukue tahadhari. Mtumishi wa Mungu lazima ujiepushe, kwa sababu hatumwi mtu wa kawaida. Maana yake anatumwa pepo kabisa. Sasa ni ngumu mtu kuelewa, lakini naomba unielewe mtumishi wa Mungu kwamba Shetani ana uwezo wa kuvaa mwili wa mtu, akaonekana kwa sura kama mwanamke, akaonekana kwa sura kama mwanaume. Kwa ukadhani umetembea na mwanamke wa kawaida au mwanaume wa kawaida, lakini kumbe umetembea na Shetani pasipo kujijua. Mwili huu ni kasha tu linaloweza kubeba roho ya kishetani au roho wa Mungu. Kwa hiyo mara zote mtumishi wa Mungu aliyesimama vizuri, mitego yake ya kishetani katika dhambi ya uzinzi ni kuhakikisha anamwangusha na mashetani, na yale mashetani yana uwezo wa kuchukua hata mbegu za huyu mwanaume au mwanamke na kwenda kuzitengeneza katika maabara za kipepo na kuharibu kizazi cha huyu mtumishi, na akaharibiwa kabisa huyu mtumishi asipate tena neema ya kuwa katika watumishi wa Mungu wa kweli. Si kwa sababu yani kuna nguvu inayokuwa inamcontrol, anajikuta hata angetakaje ataanguka mara kadhaa, ataanguka tena na tena, atakuwa ni mtumwa wa dhambi ya uzinzi. Lakini pia atatumiwa kuangusha watumishi wengi, kwa sababu wale wote wanaoshindwa na Shetani watamfanya huyu mtu kuwa kielelezo, kwamba tunasikia mtumishi wa Mungu alianguka katika dhambi, mbona amesimama? Na unaweza ukianguka kwenye dhambi ya uzinzi unapewa upako wa kishetani. Wengi wamejifariji kwamba mbona pamoja nilianguka katika dhambi ya uzinzi, mbona ninaombea wagonjwa wanapona, mbona ninaombea mapepo yanawatoka watu, mbona naona nafanya huduma na watumishi wanashuhudia. Unisikilize mtumishi wa Mungu, ni siri kubwa ambayo unatakiwa uijue, ya kwamba Shetani akiisha jua kwamba amemnasa huyu mtumishi, anamfanya kuwa chambo. Shetani akimnasa mtumishi yeyote wa Mungu wa kweli katika dhambi ambayo hajatubu, anajua tayari amekuwa chambo cha kuangusha watu wengi. Kinachotokea ni kwamba ili ujifariji na uendelee kukamatwa katika huo mtego, Shetani atakufariji kwa kuponya wagonjwa, atakufariji kwa kutoa mapepo. Unisikilize vizuri, magonjwa yanatoka kwa Shetani, alafu mapepo ni Shetani mwenyewe. Kwa hiyo usijifariji mtumishi wa Mungu aliyeanguka katika dhambi, hasa dhambi ya uzinzi. Si tu dhambi ya uzinzi na dhambi zingine, ukaona ukajifariji pale unapowaombea wagonjwa wanashuhudia wamepona. Ujue Shetani aliyekuwa amepanda magonjwa ndani ya hawa watu, kwa namna ya kiini macho ana uwezo wa kuyaondoa. Yaani pepo aliyekuwa ametumwa, jini wa maumivu ya tumbo, jini wa maumivu ya kifua, jini wa maumivu ya kansa, jini wa nini, ana uwezo kupozwa au akaondolewa kwa muda. Lakini haina maana huyu mtu amepona. Anaweza akaondolewa kwa muda huyu jini, ili kukufariji wewe mtumishi wa Mungu, lakini pia kuwatia moyo hawa watumishi wanaosikia shuhuda, waamini kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu wa kweli. Lakini utakuundua hawa watu pamoja na kuponywa magonjwa, pamoja na kutolewa mapepo, lakini hawana nguvu za kiroho, hawakamilishwi katika utakatifu, hatuoni matunda ya kiroho ndani yao, hawana nguvu ya kimungu ya kushinda dhambi ndani yao. Wanaishi tofauti kabisa na maisha ya mtu aliyeokoka, maisha ya mtakatifu. Hii ni kutokana na vile ambavyo Shetani anawatia moyo watumishi wa Mungu katika hali ya anguko la dhambi.
Kwa watumishi wengi, maaskofu wengi, mitume na manabii wanasema bado nina nguvu ya Mungu kwa sababu naombea watu wanapona magonjwa, naombea watu wanatoka mapepo, watu wanashuhudia. Kama ulitenda dhambi yoyote na hukuitubia na umekuwa na mazoea ya kuitenda tena na tena na tena, unatiwa moyo na yale yanayotokea, miujiza inayotokea, baraka zinazotokea kwako na kwa watu, umejidanganya. Na ndio maana Yesu alionya akasema hivi, watu siku ile watasema, Bwana, tuliponya wagonjwa, tulifanya ishara na miujiza mbalimbali, tulitoa pepo. Lakini atawaambia, ondokeni kwangu, siwajui. Kwa nini? Kwa sababu shetani ana uwezo wa kukufariji akijua kabisa kwamba umenaswa katika hiyo dhambi ya wizi, umenaswa katika hiyo dhambi ya uzinzi, umenaswa katika dhambi mbalimbali ambayo ni kinyume cha mapenzi ya Mungu. Maana Biblia inasema kwamba kila lisilo haki ni dhambi, na yeye ajuaye kutenda mema asiyatende kwake, huyo ni dhambi. Kwa hiyo usije ukajitia moyo kwamba bado nina Mungu, mbona Mungu anaonekana kwangu, mbona Mungu anajidhihirisha. Unalo jina la kuwa hai, lakini umekufa, na mwisho wa siku matendo yako ya siri yatadhihirika mbele za Bwana, na Mungu atakukataa, atasema kwamba sikujui. Bwana Yesu alinionya na akasema niwaonye watumishi wa Mungu. Wengi wamejifariji, wamezaa nje, wameanguka katika namna mbalimbali ya uovu, lakini wanajitia moyo vile wanavyoona watu wanashuhudia kuponywa magonjwa, kubarikiwa. Wanapoombewa baraka, mtu anashuhudia, uliponiombea tu nikaona mambo yangu yanaenda vizuri. Shetani yule aliyekuwa amezuia ndiye anayekwenda kufungulia ili ionekane mtu huyu amefanikiwa kibiashara, amefanikiwa katika namna mbalimbali, ili wewe mtumishi wa Mungu siwe na wazo la kutubu. Na hao watumishi wa Mungu wanaojua maisha yako waone ni kawaida, waone ndio hali ya kiroho inayotakiwa, au ndio hali halisi ya maisha ya mtu aliyeokoka, lakini haitakufanya wewe urithi ufalme wa Mungu, wala miujiza haitakuwa na sehemu, sio guarantee ya mtu kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Yesu alionya mapema kwamba watu watasema, Bwana, tulitoa ishara nyingi na miujiza, lakini atawaambia, ondokeni kwangu, siwajui ninyi mtendao maovu. Kwa nini anasema maovu? Kwa sababu yalikuwa yakitendwa kwa siri. Ndio maana mtumishi wa Mungu unisikilize, Yesu alionya akasema hivi, waandishi na Mafarisayo wamekalia kiti cha Musa. Akasema yoyote wawaambiayo fanyeni, lakini kwa habari ya matendo yao msitende hata moja. Yuko mtumishi wa Mungu anaweza kaonekana anafundisha kweli, anahubiri, lakini alianguka katika dhambi na hakutubu. Kwa hiyo ukawa mlango wa shetani wa kunyonya nguvu taratibu taratibu. Utagundua alikuwa akihubiri mambo ya kiroho, nguvu za Mungu zinaonekana, neno la maarifa na udhihirisho linaonekana, linadhihirika, lakini mwisho wa siku anaanza kupoteza ramani. Anabezi kwenye mafanikio, anabezi kwenye miujiza, anatetea udhaifu, anatetea dhambi, anasema acha magugu na ngano vikue pamoja. Usihukumu, usije ukahukumiwe. Naomba unisikilize mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu alinifafanulia kwa kina na kuniambia, mtu mishe yote anayesema kwamba magugu na ngano vikue pamoja, anasema hajui madhara ya gugu. Kwa kawaida ya gugu, bila shaka wewe ni mtumishi wa Mungu ambaye pengine ni mkulima, au unaweza kaona tu shamba la mtu mkulima. Kipi kinanyonywa kati ya zao halisi au mbegu halisi iliyopandwa kwenye shamba na magugu ikiwa hilo shamba halitapaliliwa? Kipi kina nguvu? Kipi kina athiri kingine? Biblia inasema kwamba, je, umepita karibu na shamba la mtu mvivu? Tazama limejaa viwavi. Manake kuna ingia na wadudu wengine ambao wanashambulia zile mbegu halisi kwa sababu tu halijapaliliwa, kwa sababu tu magugu yameachwa humo. Na ndio maana kwa sababu ya watu kuacha uovu, wachungaji kushindwa kukemea dhambi na kuonya watu na kusimamia utakatifu kwa sababu wao pia walishaanguka kwenye anguko hilo la dhambi, unajikuta kuna vitu vinaanza kuingia. Mapepo inaingia kanisani, yanaanza kula kanisa la Mungu, linaanza kuliwa kwa masengenyo, linaliwa kwa magonjwa, linaliwa kwa namna mbalimbali. Ni kama vile wale viwavi jeshi ambao wameshambulia shamba kwa sababu tu kuna magugu. Kwa hiyo fundisho hilo ambalo watu wanalikazia, wanasema Bwana
atabagua mwenyewe wakati wa kuvuna. Ni fundisho la kipepo na ni tafsiri ya kishetani. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, ufalme wa Mungu ni wa thamani, au utakatifu ndio unaotazamwa na Mungu kuliko baraka zozote za nje za kimwili. Kwa hiyo Mungu atahukumu siri za mioyo ya wanadamu. Usitiwe moyo. Na kuna wengine wameona kabisa njia za watumishi wao, maaskofu, wachungaji na watumishi mbalimbali ni mbaya. Wana ushahidi wa kutosha. Njia zao wanajua zi dhahiri, ni wazurumaji, ni matapeli, ni wadanganyifu, ni watu ambao wamejaa udhalimu wa kila aina, lakini wanatiwa moyo na yale wanayoyaona, namna wanavyoshuhudia watu. Nataka nikuulize mtumishi wa Mungu naye nisikilize. Pamoja na hiyo miujiza, unaonaje nguvu za kiroho? Na ndio maana watu wanakuwa ni watumwa wa kuombewa kila itwapo leo. Kanisa lolote la Mungu lenye nguvu za Mungu, hakuna hicho kitu cha watu kwa dondoka kila Jumapili, kila siku ya ibada wanadondoka. Ilifaa watu ambao watadondoka katika nguvu za giza na mapepo ni wale watu ambao ndo mara ya kwanza wamekuja kufunguliwa, wamekuja kufunguliwa vifungo vyao, ndo wanaamini sasa. Wanapopata maombi ya ukombozi, ndipo nguvu za giza zinawatoka. Tumepewa mamlaka ya kutoa pepo na kuwaombea watu waponywe magonjwa. Sasa haiwezekani wewe ni mtumishi wa Mungu ambaye wengine mpaka ni viongozi, una miaka mingi kanisani, ni mshirika wa siku nyingi, lakini kila ukiombewa unadondoka mapepo. Kila unaweza ukafanya huduma zote, umeimba, umefanya huduma zote ndani ya madhabahu, lakini mwisho wa siku unakuja kuanguka na nguvu za giza zinakudondosha, zinadhihirika kwako. Hii ina maana kwamba umemilikiwa na hizo nguvu za giza, hayo mapepo yanayowaangusha watu mara kwa mara. Siri ambayo Bwana Yesu alinifundisha ni kwamba ndizo nguvu za giza zinazokamata ufahamu watu wasielewe neno, zinazofanya watu wasahau, wapuuze kanisani, pawe na mizaa. Na nitakwambia nitakapokuwa najaribu kueleza mtumishi wa Mungu kwa habari ya kanuni zinazofanya tumfanyie Mungu ibada yenye uwepo na nguvu za Mungu ndani ya madhabahu, nitakueleza kwa kina. Lakini nachotamani ujue wakati huu ni kwamba usifarijike katika yale unayoyaona, ikiwa unajua mtumishi yeyote ambaye anatenda hayo alishaanguka katika dhambi. Kuna ushahidi wa kutosha. Ni mtu ambaye ushuhuda wake ni mbaya katika kanisa, ni mbaya katika jamii inayomzunguka. Usitiwe moyo na miujiza inatokea. Hiyo ni faraja ya kishetani, akijua kabisa kwamba watu hawa mwisho wa siku ni wa kwetu, tutaondoka nao. Zaidi ya yote, ufalme wa Mungu haujengwi na miujiza tu. Ufalme wa Mungu unajengwa na ukamilifu na utakatifu unaowafanya watu wawe na maisha ya kielelezo, kiasi cha kwamba shetani hatapata nafasi katikati yao. Watakuwa na ushuhuda mzuri ambao ni sawa sana misingi ya neno la Mungu. Kwa hiyo Bwana Yesu alinionya mimi binafsi, akasema nijiepushe, na akasema waonye watumishi wangu. Wengi wameanguka katika hiyo dhambi, wameanguka katika hilo anguko la dhambi ya uzinzi, dhambi ya uzinzi. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, kama kwa namna yoyote unasikia ndani ya moyo wako na unajijua kabisa ulianguka katika dhambi na ukutubu, tengeneza kabla ya siku ile. Tengeneza kabla hujatoka hapa duniani. Miujiza haitakutetea, shuhuda za watu kuponywa hazitakutetea, na hakuna neno litakalositirika mbele za Mungu aliye hai. Dawa ya dhambi yoyote ile ni kutubu. Biblia inasema aungamae dhambi na kuziacha. Kuungama ni kuikiri ile dhambi, lakini toba ya kweli ni kuacha. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, usije ukafanya utumishi wa bure. Ndio maana tutagundua nguvu ya Mungu haipo ndani ya madhabahu. Kuna mizaha, kuna vitu vinaingia, ujasiri wa kiroho wa kuonya, wa kufundisha na kuvifunua vile vitu, unaondoka, unaanza kuona ni kawaida. Hatimaye shetani anaimiliki madhabahu, anaketi. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu.